kusema hivyo kwa sababu ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanacheza kwa kuiweka timu chini kwa maana ya kujihami. Ni kama Meki alijua quality ya Simba ni kubwa. Kwa hiyo akaamua kuiweka timu nyuma katika nusu yake, alafu ashambulie kwa counter attack kwa sababu ana wachezaji hao wa kucheza counter attack. The like of Mwana Kibuta ana Paul Peter ambao wana kasi, wangeweza kusaidia kwa namna moja au nyingine, lakini ule mpango haukuzaa matunda kwa sababu ukiangalia Simba walianza mechi na tempo ya juu kweli kweli. Walipeleka pressure kubwa sana katika lango la Dodoma Jiji, hali ambayo ilikuwa inawafanya Dodoma Jiji of course nawasifia kwamba Dodoma Jiji hawakufanya yale makosa moja kwa moja ya pressure ambayo Simba wameipeleka. Wamelazimishwa kufanya makosa. Yes, walikuwa wanalazimishwa lakini hawakufanya. Yaani muda mwingi walikuwa wanakuwa perfect. Kitu ambacho kiliwaferisha ni when it comes to Simba wanaliattack lango la Dodoma, walikuwa hawako organized. Walikuwa wachezi compact. Yaani licha kuweka timu nyuma kwa namba kubwa, lakini walikuwa mianya ni mingi. Of course, kwa hiyo walikuwa wanapitika sana. Linafungwa goli na Mpanzu, yanakuja kuflow magoli mengine, lakini nadhani mpango kazi wa kocha haukuwa sawa. Bwana Elie Mpanzu, El Volcano kama ulivyomuita, kiwango chake, wana Simba wana matarajio ya kumuona anafanya zaidi na zaidi. Leo ameingia kambani mara moja, ameassist mara mbili. Kwa ufupi kidogo mtu mzungumzie. Yes, Elie Mpanzu ni one of the best players. Mimi ilivyo bahati nafuatilia sana ligi ya DRC. Nafuatilia kwa kuona asilimia ya 30 ya mechi zao huwa naangalia. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye namfahamu vizuri. Quality yake ni ya hali ya juu tangu akiwa na kikosi cha Vita Club. Ni mchezaji ambaye alipoingia Simba binafsi tangu mechi yake kwanza dhidi ya Kagera ilikuwa tayari ameshaanza kuonesha, lakini ilikuwa ni namba bado hazijaanza kuongea. Yaani kupata goli la kwanza ambalo lingeweza kumwekea confidence ilikuwa bado haijatokea mpaka ilipokuja kutokea katika michezo ya ligi kuu ya NBC, na mpaka sasa hivi unaona namna ambavyo ina flow. Unamwona namna ambavyo anathubutu yeye kama yeye kupiga nje ya 18. Ile ndo confidence ambayo inazungumzia. Lakini katika mchezo wa leo performance ya hali ya juu, namna ambavyo anaweza kupunguza walinzi wawili watatu, namna ambavyo anajitengezea mazingira na kushoot, ni mchezaji wa daraja la juu miongoni mwa A-list class za wachezaji ambao wamekuja katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kiwango chake ambacho anakionyesha hapa ni muendelezo wa kile ambacho alianza kukionyesha akiwa DRC, lakini bado pengine huenda akaimarika zaidi na akafanya vizuri zaidi ya hapa. Huyo ni Elie Mpanzu. Combination ya Elie Mpanzu, Jean Charles Ahoua, Kip Dennis na Steven Dese Mukwala leo, hao wachezaji wanne walikuwa wanapeleka pressure kubwa sana katika lango la Dodoma Jiji, jambo ambalo liliwafanya Dodoma Jiji kushindwa kucontrol ile tempo na kuwafanya Simba wapate idadi hii ya mabao ambayo wameifunga. Lakini pia lazima nitoe credit pia kwa Yusuf Kagoma, fanya kazi nzuri sana pale kwenye midfield. Huyu ndio kiungo wa ukabaji pekee ambaye anakaba pale chini, otherwise anacheza na Fabrice Ngoma ambaye anaonekana kuwa zaidi offensive, akitamani zaidi kwenda kwenye box la juu, lakini Kagoma ameilinda vizuri sana safu yake ya ulinzi. Kip Dennis baada ya kupita masiku na mwaka mzima hatimaye leo hii ameingia kwenye wavu na tunamuona ameitwa timu ya taifa. Kwa ujumla bwana, Simba na Watanzania wategemee nini kutoka kwa Kibu kwa hiki kiwango ambacho amekionyesha? Sasa mimi siongee kama namsemea Kibu lakini kwenye football confidence ni kitu muhimu sana. Kip Dennis alianza msimu huu alianza na moto mzuri tu, sio kwenye namba lakini kiuchezaji alikuwa anacheza vizuri. Kadri muda unavyozidi kwenda, kama kuna confidence inapotea katika ligi, achana michuano ya kimataifa, kwenye ligi kuna confidence ilikuwa inapotea. Nadhani miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinamnyima usingizi ni ile kuimbwa kwamba ana mwaka mzima afungi hivyo. So ilivyotokea chance kama hii katika mchezo kama huu muhimu, ameweza kufunga mabao mawili na kuassist, inamuongezea ile confidence. Sasa kutokea hapa pengine anaweza akaendelea kufunga katika mechi zinazokuja hapa mbele, lakini pia inaweza ikawa vice versa. Yaani sio lazima mechi zijazo lazima afunge sana. Inaweza ikawa vice versa, sababu tumesha kushuhudia wachezaji wanapata goli la confidence na hawapati tena muendelezo, lakini inawezekana pia ili goli likampa muendelezo. Kwa hiyo ni goli ambalo alikuwa analitafuta. Sasa hapa kinachobaki ni yeye mwenyewe kutafuta ile confidence
ya kushinda katika michezo inayokuja, aendelee kufunga mabao ili aendelee kuaminiwa, kwa sababu eneo ambalo anacheza yupo Steven Mukwala, Dese. Katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji ile ambayo ilichezwa kule Jamhuri, Dese Mukwala alicheza kutokea pembeni kama unakumbuka, na eneo ambalo Kibu Denis pia anacheza. Sasa tafsiri yake ni nini? Fadlu Davids anaweza akaja na mawazo tofauti. Sasa Kibu Denis ufungi katika mechi nyingi, una Steven Dese ambaye anafunga, ameshafunga bao lake la 9. Pengine angeweza kufikiria Dese, okay, kwa kuwa unafunga cheza katika ile eneo, kwa sababu unahitaji hii line yangu ya juu kushambulia watu ambao wanaweza kufunga. Hasa kama wewe haufungi, bora acheze mchezaji ambaye angalau anaweza kufunga magoli. Kwa hiyo angeweza kuopti kucheza na mchezaji mwingine kama huyo Mukwala ili aweze kupata matokeo ya kuscore kwa wachezaji wake, maana ile front line ya watu wanne yote iwe na tabia ya kufunga. Ndio kitu ambacho pengine Fadlu Davids angekifikiria katika kukwama kwa Kibu Denis kwenye kupachika mabao. Jean Charles Ahoua MVP, assist 6, goli 12. Kwa unavyomuona uembe wake unaweza kwenda kumpa tuzo MVP mwishoni mwa msimu? Yeah, kasi yake ni kubwa na ni nzuri. So far ameshafunga mabao 12 ambayo aliyafunga pia msimu uliopita katika ligi kuu ya Ivory Coast. Utofauti unakuja kwenye assist 6 msimu huu kwenye ligi kuu ya NBC. Kule akiwa Ivory Coast alitoa assist 9. Maana yake alihusika kwenye mabao 21. Si ndio? Huko amehusika kwenye mabao 12 na 18 inakuwa. Mabao 18. Kwa hiyo kuna assist 3 au goal involvement 3 anadaiwa ili afikie rekodi yake ya msimu uliopita ya ligi kuu ya Ivory Coast ambayo alishinda kuwa MVP. Kwa hiyo hapa ana nafasi ya kufanya hivyo, ya kuwa MVP katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa kile ambacho anakionyesha mpaka sasa, kufunga mabao 12 kwa kiungo wa ushambuliaji na assist 6 kwenye raundi 22. Kuna raundi nyingine huko mbele zimesalia, sio kitu kidogo. Kwa hiyo ana room ya kuongeza kama hatopata injury, kocha ataendelea kumwamini kucheza, basi ana room ya kuongeza na ligi inaisha. Unajua ligi haiko mbali kuisha. Ligi inaelekea ukingoni. Kwa hiyo tuzo MVP anaweza akaipata, lakini bado kuna ushindani, kwa sababu ukiangalia idadi ya mabao ambayo anafunga, wapo nyota wengine wanafukuzana kwa karibu zaidi. Kwa mfano kwa watani zao Young Africans kuna Prince Dube, na yeye amekuwa akihusika kwenye mabao ya Young Africans kwa idadi kubwa, goli 17 hizo. Kwa hiyo unaona amezidiwa goli moja tu kwenye involvement na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo bado ligi ni ngumu kwenye hatua hizi, lakini ndo hatua ambazo zinaweza kutuonesha green light ya nani anaweza kuwa MVP. Ngaje mashabiki wa Simba hapa nilikuwa nawasikia wanamuimba MVP, nadhani pengine wana maana mbili. Labda wana maana ya MVP ya alikotoka au wana maana ya MVP ya hapa. Yes, MVP mtarajiwa. Ni kama wanafanya kampeni hivi. Na mimi kwenye matangazo nilisema ni kama Simba wanafanya kampeni ya Jean Charles Ahoua kuwa MVP, lakini tumekuona hiyo ikitokea. Stefan Aziz Ki kuwa MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast, kaja hapa kawa MVP ingawaje misimu tofauti. Kwa maana haikufuatana ile misimu. Jean Charles Ahoua kama atakuwa MVP hapa, maana yake itakuwa katoka MVP kwa kule kaja kuwa na MVP hapa pia. Shukrani kwa time yako. Asante sana.